Karibu katika simulizi yetu ya Msitu wa Ajabu. Tunakuletea simulizi ya kusisimua na usisahau kusubscribe chaneli yetu. Katika kijiji cha Tabora Kaskazini, palikuwa na msitu uliopambwa na miti mirefu ya ajabu ambayo majani yake yalikuwa yakibadilika rangi kulingana na wakati wa siku. Msitu huu ulijulikana kama Giningi. Hakuna mwanakijiji aliyethubutu kuingia ndani zaidi ya mita 100, kwani siri nzito zilikuwa zimefichwa humo. Wazee walisema msitu huo ulikuwa na roho ya kijani iliyolinda chemchemi ya uzima. Kijana mmoja shujaa lakini mwenye kiburi aliyeitwa Baraka aliamua kuvunja miko huo. Baraka alikuwa amechoshwa na ukame uliokuwa ukiitesa familia yake, huku msitu wa Giningi ukiwa unabaki na kijani kibichi cha kudumu. Siku ya Jumanne, huku jua likiaga upeo wa macho, alichukua shoka lake na kuelekea mwituni. Alipovuka tu mpaka wa kwanza, ukimya wa kutisha ulitanda. Ndege walikuwa na vichwa viwili na waliimba nyimbo zilizosikika kama sauti za binadamu wakicheka. "Rudi nyuma Baraka," sauti ya upepo ilionekana kunong'ona, lakini yeye aliziba masikio yake. Alivutiwa na harufu tamu ya matunda ya dhahabu yaliyokuwa yakimetameta mbali kidogo. Kila hatua aliyopiga, ardhi ilihisi kama inavuta miguu yake. Alipofika katikati ya uwanja mdogo, ghafla miti ilianza kusogea na kufunga njia aliyotokea. Alikuwa amenaswa. Tunaendelea na sehemu inayofuata. Pia usisahau kusubscribe channel yetu.